Tunakushukuru wewe Bwana wa mabwana, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya jinsi ambavyo umetukarimu leo, ukatuleta mahali hapa ewe Bwana kuja kusikia neno lako. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyoko hapa ewe Bwana. Tunaungana kwenye ulimwengu wa roho, tunakutukuza ewe Bwana. Tunakuinua wewe mfalme wa falme. Tunaliinua jina lako ewe Bwana mahali hapa. Na shetani ajue kabisa ya kwamba tunakutukuza wewe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya maisha haya bora uliotupa kama Wakristo. Asante kwa ajili ya neema yako juu yetu. Asante kwa ajili ya uwepo wako juu yetu. Asante kwa ajili ya baraka zako juu yetu. Asante kwa ajili ya amani yako juu yetu. Asante kwa ajili ya utawala wako juu yetu. Asante kwa jinsi ambavyo unatuongoza juu yetu. Katika jina la Yesu ninaungana na watu wako hawa, ninalitukuza na kulihimidi jina lako. Kama sio wewe uliyekuwa pamoja nasi, tusingekuwepo chini ya uso huu wa nchi Bwana, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya kila mmoja, yule aliyepita mahali pagumu lakini ukamvusha kwa neema yako, yule aliyepitia changamoto lakini ukamvusha kwa neema yako. Asante kwa ajili ya uwepo huu ajabu. Asante kwa ajili ya nguvu zako zilizoko hapa. Asante kwa ajili ya baraka zako zilizoko hapa. Asante kwa ajili ya amani yako iliyoko hapa. Asante kwa ajili ya uponyaji unaopita ndani ya watu. Asante kwa ajili ya uponyaji wa mioyo. Asante kwa ajili ya jinsi ambavyo unatushusha, unatutua mizigo, ile mizigo mizito ndani yetu. Baba, asante kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kibali chako. Asante kwa wema wako. Asante kwa ukuu wako. Kama sio wewe Bwana, tusingekuwa hapa. Kama sio wewe Bwana, tusingeona leo siku hii ya leo. Bwana, katika jina la Yesu, pokea sifa na shukrani, maana unastahili Bwana. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, mwalimu wa kanisa. 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 Mwalimu wa kanisa ndani yetu. Mwalimu wa kanisa ndani yetu. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kanisa ndani ya kila mmoja. Roho Mtakatifu, mwalimu wa kanisa ndani ya kila mmoja. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu kwa neema yako. Roho Mtakatifu kwa ukuu wako. Roho Mtakatifu kwa mamlaka yako. Roho Mtakatifu kwa utashi wako. Vita ndani yetu, karabati mioyo yetu, karabati mawazo yetu, karabati fikra zetu, karabati kila mmoja. Bwana, apokee neema yako, apokee ukuu wako, apokee baraka yako, apokee kibali chako, apokee mamlaka na mafuta yanayotoka kwako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nyanyua mkono mmoja, sema Bwana Yesu. Rudia tena, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele za uso wako. Ninaomba rehema kwa ajili yako. Ninaomba rehema kwa ajili ya familia yako. Ninaomba toba, ninaomba msamaha mahali popote ambapo nimekukosea. Ninaomba rehema siku ya leo. Nahitaji kukuona na wema wako na fadhili zako na uaminifu wako na ukuu wako. Ingia ndani ya moyo wako, ufanye maskani yako, ufanye maskani yako, ufanye makao yako, nami niwe ndani yako, nami niwe ndani yako, niweze kufanya mambo makubwa hapa duniani kwa jina la Yesu. Ewe shetani, achia maisha yako, achia familia yako, achia nyumba yako. Enyi magonjwa, achia mwili wako, maana mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Enyi magonjwa, achia afya yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, achia maisha yako, achia nyumba yako, achia familia yako, achia miradi yako, achia mipango yako, achia maono yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, sema na maisha yako, sema na maisha yako. Amen. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Mungu awabariki na tuketi katika uwepo wa Bwana. Haleluya, haleluya. Fungua Biblia yako kitabu kile cha Kutoka mlango wa 33. Kitabu cha Kutoka mlango wa 33. Tusome kuanzia mstari wa 12 hadi ule wa 17. Kitabu cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 12 hadi wa 17. Neno la Mungu linasema, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe ukunijulisha ni nani
utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zako. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nao, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Mstari wa 17. Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi hii aliyotupa siku ya leo, na tumepewa kichwa cha somo kinachosema neema ya Mungu yatosha. Naomba tuseme wote 1, 2, 3. Neema ya Mungu yatosha. Mara ya pili, neema ya Mungu yatosha. Kwa mara ya mwisho, neema ya Mungu yatosha. Neema ya Mungu ilikuwepo toka kipindi cha uumbaji, na neema ya Mungu ni kitu tunachopewa bure. Ni zawadi ya kiungu ambayo kila Mkristo anayemwamini Mungu anaipokea ili imrahisishie yeye kufanya kusudi la Mungu hapa duniani kirahisi. Neema ya Mungu ni zawadi ya kiungu anayopewa mtu bure ili kutekeleza kusudi la Mungu kirahisi akiwa hapa duniani. Tumesoma kwenye kitabu hiki cha Kutoka mlango wa 33 ambapo historia yake inatokana na ibada ambayo wana wa Israeli waliabudu baada ya Musa kukaa mlimani muda mrefu. Wale wana wa Israeli wakachoka kusubiri, wakamtengeneza Mungu ndama, wakaanza kumwabudu, wakamwabudu. Ndipo Mungu akasema na Musa akiwa mlimani na kumwambia, shuka ukawakute watu wako, maana wameniudhi. Baadaye Musa alipofika akawakuta wanaabudu ndama. Maandiko yanasema kulingana na hiyo dhambi kubwa walioitenda, watu zaidi ya 3,000 walikufa. Na baada ya wale watu 3,000 kufa, Musa akatangaza, kama unahitaji msamaha wa kiungu, sogea upande wako. Ndipo baadaye watu wakakimbilia upande wa Musa ili kuyanusuru maisha yao. Musa akawaombea toba mbele za Mungu, na baada ya Mungu kuwasamehe, Mungu akamwahidi Musa, nitakupa malaika aende pamoja naye. Musa ndipo akakataa, akamwambia, kama umetusamehe na kama tumepata rehema zako na kama tumepata neema mbele za uso wako, kwa nini uso wako usiende pamoja nasi? Kama uso wako hauendi pamoja nasi, basi usitutoe hapa. Ndipo baadaye Mungu akamwambia, kwa kuwa umesema maneno haya na wewe umepata neema machoni pangu, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kuonyesha kwamba katika safari ya maisha tulionayo, hatuwezi kuanza safari, kuendeleza safari, kumaliza safari bila neema ya Mungu. Kinachotuwezesha tuwe hivi tulivyo ni kwa sababu ni neema ya Mungu. Maisha ulionayo ni neema ya Mungu. Hakuna mahali unaweza kusema kuna jitihada zako. Kila mmoja anakiri ya kwamba ni Bwana amefanya. Hebu sema ni kwa neema. Rudia tena, sema ni kwa neema tu. Kwa mara ya mwisho sema ni kwa neema tu.
Kwa hiyo neema ya Mungu ni zawadi tunayopewa bure kabisa bila kustahili, ili tuweze kufanya mambo mbalimbali hapa duniani, kutimiza kusudi la Mungu kirahisi. Hakuna namna unaweza ukawa mfanyabiashara bora, hakuna namna unaweza ukawa mkulima bora, hakuna namna unaweza ukawa mfanyakazi bora mahali popote bila neema ya Mungu. Ndio sababu tunahitaji neema ya Mungu iturahisishie, ili kuwa mfanyakazi bora, kuwa mfanyabiashara bora, kuwa mfugaji bora, kuwa mkulima bora, kuwa mtumishi bora, lazima neema ya Mungu ikufunike ili uweze kuzaa matunda kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana Musa anasema bila uwepo wako tuwezi kwenda mahali popote. Bila uso wako tuwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo uwepo wa Mungu ndio unaotusaidia. Uwepo wa Mungu, neema ya Mungu ni uwepo wa Mungu ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikupe umuhimu wa kuwa na neema ya Mungu kama Mkristo. Faida ya kuwa na neema ya Mungu kama Mkristo. Faida ya kwanza, neema ya Mungu ndiyo inayovuta uwepo wa Mungu juu yako. Kinachomkaribisha Mungu, kinachomfanya Mungu awe karibu na wewe, awe karibu na maisha yako ni neema ya Mungu. Kwa hiyo kazi ya neema ya Mungu ni kuendelea kumvuta Mungu, kuvuta uwepo wa Mungu uwe juu ya maisha yako, ili utumie ule uwepo wa Mungu kurahisisha utekelezaji wa maono, kurahisisha utekelezaji wa kusudi la Mungu lililoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu hiki cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 14. Kutoka 33:14. Kutoka 33:14. Anasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kwenye Biblia nyingine imesema nami nitakusherehesha. Uso wa Mungu unapokuwa pamoja nawe kwenye utekelezaji wa maono ulionao, au kwenye utekelezaji wa biashara wa kazi yako, maandiko yanasema ishara mojawapo ya kujua kwamba kuna neema ya Mungu juu yako ni raha, ni kupewa starehe, ni kupewa amani, ni kupewa amani ya moyo. Kwa hiyo unatekeleza maono, lakini ndani ya utekelezaji wa maono una furaha ya kutekeleza maono hayo. Ukiona ndani yako unakosa furaha ya utekelezaji wa maono, unahitaji neema ya Mungu. Unatakiwa kuita neema ya Mungu ikusaidie kutekeleza maono yako kirahisi. Haleluya, haleluya. Lazima uso wa Bwana ulete raha. Hiyo ndio kanuni. Ndio maana kwenye baraka ambazo zinaachiliwa za kikuhani kuna kipengele kinachosema Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Maana yake uso wake unahusika kuleta raha ndani ya moyo wa mtu pale anapokuwa kwenye utekelezaji wa maono yake. Huwezi kuendesha mradi wowote bila uwepo wa Mungu. Hiyo ndio kanuni ya Mkristo. Mkristo yeyote duniani, hao wengine wanaweza wakatembea jinsi wanataka na wakafanikiwa kwa huduma za Mwenyezi Mungu, lakini sisi, kanuni na mpango wa Mungu ni kuona kwamba sisi tunatembea na uwepo wake na nguvu zake na kibali chake, ili tufanye mradi kuanzia mwanzo hadi mwisho na tuone matunda yake. Haleluya, haleluya. Lazima kila mtu ajue uwepo wa Mungu ndio unaokaribisha furaha ya moyo, furaha ya utekelezaji wa maono. Angalia Zaburi ile ya 16 mstari wa 11. Zaburi ya 16 mstari wa 11. Zaburi ya 16 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Kwa hiyo Mungu anapokufunulia njia zake za kufanikisha, anapoifanya njia katikati ya bahari ya Shamu, jambo la kwanza analolifunua kwake ni furaha. Ni furaha, tena si furaha kidogo, anasema furaha tele. Emsema furaha tele. Kwa hiyo kwenye utekelezaji wa maono tulionayo, neema ya Mungu
inakuja kutupa amani au furaha ya utekelezaji wa maono tulionayo. Neema ya Mungu inakuja kukaribisha mema uwepo. Neema ya Mungu ni uwepo wa Mungu. Kwa hiyo inakuja kukaribisha mema katika utekelezaji wa maono ulionayo. Watu wengi wamebaki peke yao, na ndio maana vitu vyao vinakwenda taratibu. Kwa nini? Uwepo wa Mungu umekaa mbali. Lakini uwepo wa Mungu ukiwa karibu na wewe, ule uwepo wa Mungu kazi yake kubwa ni kuja kuongeza spidi ya kufanikiwa kwako kwa wakati. Uwepo wa Mungu ndio uliomsaidia Musa akanyosha fimbo, njia ikatokea kwenye bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakavuka kwa amani. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa Mungu unarahisisha njia. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ule uwepo wa Mungu kazi yake ni kukusaidia kufanya kitu ambacho huwezi. Kwa hiyo ukikosa uwepo wa Mungu umekosa msaada wa kiungu utakao kusaidia kufanikisha mambo yako kirahisi. Angalia kitabu kile cha Nabii Isaya mlango wa 41. Kitabu cha Nabii Isaya mlango wa 41 mstari wa 10. Nabii Isaya mlango wa 41 mstari wa 10. Nabii Isaya mlango wa 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu na nitakusaidia. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Anasema usiogope. Kumbe anasema mimi ni pamoja nawe. Uwepo wa Mungu unapokuwa pamoja nawe, kitu cha kwanza Mungu anachokiondoa ni mfadhaiko. Anasema nikishakuwa na wewe usifadhaike. Jambo la pili analolifanya, anasema nitakutia nguvu. Sawa. Kwa hiyo huwa tunapata nguvu ya kufanya mambo yetu kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Anasema sio hivyo tu, nitakusaidia. Kwa hiyo unapoona mimi na wewe tunafanikiwa, si kwa sababu tuko peke yetu au tuna mjomba au tuna shangazi au tuna rafiki, ni kwa sababu ya uwepo wa Mungu ndani yetu. Ule uwepo wa Mungu ndio unaotusaidia kufanya mambo makubwa duniani. Anasema sio tu nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu, ili kila mahali utakaposimama haki ya kiungu isimame juu ya maisha yako, ili uweze kutekeleza maono yako kirahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Usitembee kwenye mradi peke yako, kwenye familia peke yako, kwenye huduma peke yako. Tembea na uwepo wa Mungu ili ukusaidie kurahisisha mambo yako kwa haraka. Haleluya, haleluya. Angalia kitabu kile cha Mathayo mlango wa 28 mstari wa 20. Injili ya Mathayo mlango wa 28 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, na kuwafundisha kuyashika yote niliowaamuru ninyi. Hawa ni mitume, wanapewa assignment ya kwenda kuhubiri na kubatiza. Wanaambiwa mtawafundisha watu kuyashika yote niliowaamuru ninyi. Na tazama mimi Yesu Kristo nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tuanze kazi kabla tujaomba. Wakristo, unapoingia ofisini kwako lazima uanze kwa maombi. Kwa nini? Ni Yesu Kristo awe pamoja nawe hadi utakapoikamilisha siku. Hatuanzi mwezi bila kuomba. Lazima tuombe ili Yesu atembee pamoja nasi wiki zote za ndani ya mwezi mpaka tutakapomaliza mwezi salama. Hatuanzi mwaka bila maombi. Lazima tuanze. Kwa nini? Maombi ya mwanzo yanaweka msingi wa Yesu kutembea na wewe hadi ukamilifu wa dahari. Ukianza tu kienyeji peke yako, ukaja kumwita katikati, anasema ukunihusisha kule mwanzoni. Kwa hiyo msingi ulishabomoka, msingi ulishaharibika. Ulitakiwa uanze naye kwenye msingi ili aweze kukuongoza hata ukamilifu wa dahari. Uweze kufika mahali ambapo ndipo Mungu anapokusudia. Anasema ukianza nami nitakuwa pamoja nawe hadi ukamilifu wa dahari. Hebu sema hadi ukamilifu wa dahari. Rudia tena, sema hadi ukamilifu wa dahari. Sasa unapomkaribisha yeye, anapokuja kwako anakuwa Mungu wako, na
watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile unavyovifanya vinakuwa mali yake. Kwa hiyo neema ya Mungu sio tu kwamba inatupa vitu, lakini inatupa kibali ya Mungu kuwa Mungu wetu na sisi kuwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vyote tulivyo navyo ni kama tu tumeaminiwa, tumekasimishwa. Mungu ametukasimisha mamlaka yake tuyasimamie. Ametupa mashamba, ametupa mifugo, ametupa mali za kila aina, lakini ametuamini. Na ametuamini kwa neno la Zaburi ya kwanza. Anasema nchi na vyote, Zaburi ya 24, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Kwa hiyo ametuamini, akatupa mali tusimame kwa niaba yake. Akatuambia nendeni mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kitambacho juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo ametukasimisha mamlaka ile. Kwa hiyo mimi na hizo mali alizotupa tu mali yake. Yeye anakuwa Mungu wetu na mimi pamoja na mali nilizo nazo tunakuwa wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sije ukasahau, hiyo ni formula ya kiungu. Unapomshukuru Mungu unamwambia Mungu asante, umeingia kwenye biashara, wewe ndio umenipa hii biashara. Mungu asante, umeingia kwenye banda lako la kuku, wewe ndio umenipa hii banda la kuku. Mungu asante, nimeingia kwenye gari langu, wewe ndio umenipa hili gari. Asante, nimeingia kwenye shamba langu, nataka kuotesha, wewe ndio umenipa hili shamba. Ninaomba neema yako ya kulisimamia shamba hili kwenye misingi ya neno lako niweze kufika salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Angalia Yeremia 31 mstari wa kwanza. Yeremia 31 mstari wa kwanza. Yeremia 31 mstari wa kwanza. Anasema wakati huo asema Bwana, nitakuwa Mungu wa jamaa zote, kabila zote, Wapare, Wamasai, Wachaga, Wameru, Wajisanzu, Wanyiramba, Wanyaturu, Wazigua, Wagogo. Anasema nitakuwa Mungu wa jamaa zote za Israeli, nao watakuwa watu wangu. Mungu akijikomiti namna hiyo, uwe na uhakika anataka kusaidia. Mungu akishasema mimi ni Mungu wako na wewe ni mtu wangu, uwe na uhakika utembei peke yako. Haleluya, haleluya. Uwe na uhakika. Hiyo ni personal commitment. Mungu mwenyewe amejicommit, ameweka agano, ameweka muhuri ya kwamba mimi nitakuwa Mungu wako na wewe utakuwa mtu wangu. Kwa hiyo hakuna namna yoyote naweza nikafanya kazi kwenye kampuni yoyote nikawa peke yangu, nitakuwa na Mungu. Nikienda kwenye mradi wowote sitaenda peke yangu, nitaenda na Mungu. Nikienda kwenye usharika wowote sitakuwa peke yangu, nitaenda na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wake ndio unaonisimamisha hapo, na neema yake inamfanya Mungu kuwa Mungu wangu na mimi kuwa mtu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sije kumwambia jirani yako hauko peke yako. Rudia tena, mwambie hauko peke yako. Wewe ni mtu wa Mungu. Mambo yako yataenda vizuri kwa jina la Yesu. Sumona unaongea kinabii, unaongea kama Yeremia. Amen. Yaani hapo umeongea kama Yeremia kabisa. Hebu mwangalie Yeremia jirani yako, mwambie hongera sana nabii. Mwambie tena hongera sana nabii. Pointi ya pili, neema ya Mungu inafanya nini? Faida ya neema ya Mungu. Pointi ya pili, neema ya Mungu ndiyo inayotutofautisha na watu wa imani nyingine. Neema ya Mungu ndiyo inayotutofautisha sisi wa Kristo na watu wa imani nyingine. Lazima ijulikane ya kwamba wewe ni Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu neema ya Mungu inakutofautisha ili usije ukafanana na watu wengine. Ndio maana sura yako ni sura yako. Hamfanani, hamna mtu kama huyo duniani. Wale wataalamu wa kuweka dole gumba, ile alama zile hazifanani duniani. Kwa nini? Mungu ana utajiri wa sura. Wewe unafanana na yeye tu. Kiamka asubuhi wewe unafanana na Mungu. Haleluya, haleluya. Kila siku wewe unafanana na Mungu. Hakuna anayefanana zaidi. Wewe ufanano wako uko kwa Mungu. Mbingu ndio zinajua
hiyo sura yako ilivyotengenezwa, mwili wako ulivyotengenezwa, maisha yako yalivyotengenezwa. Ndio maana Mungu anaweza akasema na wewe kwa kutumia watumishi wenye sura tofauti tofauti. Leo akasema na wewe kwa sura ya mtumishi mweusi, lakini neno ni hilo hilo. Kesho mtumishi mweupe akasema na wewe, neno ni hilo hilo. Lakini kesho kutwa pia watu wengine wakaimba ule wimbo ukagusa moyo wako, neno ni lile lile. Kazi ya neno, kazi ya hao watumishi wenye sura tofauti ni kukamilisha mwili wa Kristo. Kwa hiyo sisi tulivyo hapa tunakamilisha mwili wa Kristo. Yule aliye mweusi anakamilisha mwili wa Kristo, yule aliye mweupe anakamilisha mwili wa Kristo. Lakini katika utendaji wa kazi mnatofautiana kwenye neema ya Mungu. Ndio maana watu wanaweza wakawa 100 kazini, lakini mtendaji kazi akawa mmoja au wawili. Anayefanya vizuri kwenye eneo lake yuko mmoja. Kwa nini? Kwa sababu huyu yupo hapo kwa ajili ya kuziba udhaifu wa mtu mwingine. Kwa hiyo neema ya Mungu inapokuwa juu yako inakutofautisha. Wewe utakuwa unafanya peke yako, utakuwa unafanya na Mungu ndani yako ili uweze kutofautishwa, waseme huyu ana uwepo, ana neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu hiki cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 16. 33:16. Musa anamwambia Mungu asema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Anachokitafuta Musa hapa ni utofauti wa watu waliopata neema na watu ambao hawana neema. Itajulikanaje kwamba biashara yangu inakutukuza wewe bila uwepo wako? Itajulikanaje kwamba kazi yangu inakutukuza wewe bila uwepo wako? Musa anaomba ile neema ya Mungu imtofautishe yeye na wana wa Israeli walioamua kutubu na kumrudia Bwana, wakaacha kuiabudu ndama. Anasema itajulikanaje kwamba tumepata neema mbele za uso wako? Kazi ya neema ni kuja kukutofautisha wewe. Sio ukafikiri mateso ya watu wengi ni mateso yako. Watu wanaweza wakawa wanateseka wengi, lakini si wewe. Kwa hiyo usijiingize kwenye kundi la kusema tumekuwa maskini. Wamekuwa, ila sio wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme tumekwisha. Wamekwisha, ila sio wewe. Amen. Lazima ujitamkie maneno ya kuonyesha kwamba wewe ni wa tofauti. Usipoifundisha nafsi yako kujua kwamba wewe ni wa tofauti, nafsi yako itakuwa inapingana na wewe katika ubora wa kusudi la Mungu ndani yako. Kwa hiyo ni bora uisemeshe nafsi yako, uionyeshe nafsi yako kwamba wewe ni wa tofauti katikati ya kundi kubwa la watu. Wewe ni wa tofauti. Ni kweli mimi ni mfanya biashara wa nyanya, sawa? Ni nyanya, lakini ni mfanya biashara mkubwa wa nyanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Semesha nafsi yako ijue wewe ni nani. Ninauza mchele, ndio. Katika biashara hii ya mchele mimi ni mfanya biashara mkubwa wa mchele. Semesha nafsi yako. Nafsi yako ikikubali ukubwa wako na ukubwa wako unakubali kuweka agano na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lazima uisemeshe nafsi yako ikubali kwamba wewe ni mtu wa tofauti kimaisha. Maandiko yanasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unajiona kwenye ukubwa wa kiwango gani? Nimewahi kujifunza kwenye kitabu fulani
kwamba hizi royal family, hizi familia za wafalme, familia hizi za watu matajiri, mara nyingi sana familia inatrainiwa, inafundishwa kufanana na ule utajiri. Utaona wanapewa darasa namna ya kula, unatumia uma na kisu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona namna wanavyofundishwa kutembea, namna ya kuhakikisha kwamba wametembea vizuri, na protocol inatakiwa iwe nyuma, yeye anatakiwa kwenda mbele, kusogea mbele, mabodyguard wale wanakuwa pembeni yako. Hata wakati unazungumza, namna ya kuzungumza, unaanza lipi, unamaliza lipi. Kufundisha namna ya kufungua mazungumzo, maneno, lugha ya kufungua mazungumzo. Kabla hujawaambia watu toeni sadaka, unaanza kusema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wanafundishwa. Na wewe ifundishe nafsi yako kujua wewe ni nani. Amen. Lazima uifundishe nafsi yako kujua wewe ni nani. Biashara hizi unavyoifundisha itaenda na wewe hivyo hivyo. Kama ufanye usafi kwenye biashara yako, inaenda na wewe hivyo hivyo. Unaona kabisa mahali ambapo hakuna usafi, nzi ndio wanakuwa wa kwanza kupokea mteja, na wanakuwa wa kwanza kumfukuza naye. Lakini unapoifanya biashara yako kuwa bora, ile biashara inajifunza kuwa bora kila siku. Nafsi yako unaifundisha kuishi kwenye hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utofauti wako sio elimu, wala sio fedha ulionayo, wala sio cheo ulichonacho. Kinachokutofautisha ni neema ya Mungu juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujitahidi. Musa alijua kabisa wazi ya kwamba bila uwepo wa Mungu, bila neema ya Mungu, hatuwezi kutofautiana na mataifa mengine. Adui wa tofauti kwa sababu ya majeshi tulionayo. Adui wa tofauti kwa sababu ya silaha na mbinu za kijeshi tulizonazo. Tunakuwa wa tofauti kwa sababu ya neema ya Mungu iliyo juu yetu. Wa Kristo, neema ya Mungu ikiondoka ndani ya sekunde mbili, binadamu wako wote unajulikana. Kinachofunika na madhaifu yetu ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati mlango wa 7 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo sisi ni watu tuliochaguliwa. Baada ya kuchaguliwa, Bwana akatufanya kuwa watakatifu ili tuweze kuwa watofauti na mataifa mengi. Yule ni yule na wewe ni wewe. Bwana asifiwe sana. Lazima ujue mateso anayopitia fulani sio mateso utakayopitia wewe. Njia yako na njia ya yule ni tofauti. Ndio maana wana wa Israeli walipofika kwenye bahari ya Shamu, baada ya kufika hapo, Musa akaambiwa nyoosha fimbo, njia ikatokea. Na baada ya kunyoosha fimbo, njia ikatokea. Wana wa Israeli wakapita. Farao alipokuja pale alifikiri ile njia ni ya kwake. Kumbe njia ya wana wa Israeli sio njia ya Wamisri. Kuna milango, kuna biashara ambayo huwezi kuiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao ukijaribu kuiga tu unatafuta matatizo kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kuna ya kwako na kuna biashara ya wale. Wewe fanya ya kwako. Kwenye hiyo ya kwako ndio Mungu anakuja kukwambia pita hapa, pita hapa. Farao alipojaribu kupita hapo,
Maandiko yanasema ndio ilikuwa mwisho wa maisha yake na jeshi lake. Na sio hivyo tu, Musa aliwaambia, yule Farao mliyekuwa mnamuona hamtamuona tena. Kwa nini? Amepita njia ambayo haiko hapa. Wewe ni tofauti. Fanya ya kwako, fanya biashara yako, fanya kazi yako kwa tofauti. Hatukatai kwenye kazi kuna saa tunapewa kama utaratibu wa kazi. Wewe ndani ya ule utaratibu fanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe mbunifu ndani ya ule utaratibu. Ndio unasimamia biashara ya mtu, ndio uwe mbunifu ndani ya ile biashara. Unafanya kitu fulani, uwe mbunifu ndani ya hicho unachokifanya. Ndio umepewa kanuni za utendaji wa kazi, uwe mbunifu. Kwa nini? Neema ya Mungu inataka kutofautisha na watu wengine. Lakini kwa sababu unapenda kupita kwenye njia za watu wengine, unabaki hivyo kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia Petro wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 mstari wa 9. Anasema hivi, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani na mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Kwa nini unafanya miujiza? Pamoja na kwamba tumekupa kanuni za kazi, ni kwa sababu wewe ni mzao mteule. Kwa nini wewe kazi yako inaonekana kuwa bora kuliko wafanyakazi wengine? Ni kwa sababu wewe ni mzao mteule, mtakatifu wa Bwana, milki ya Mungu, ili uweze kuzitangaza fadhili zake. Tunapofanya vizuri mahali popote kwenye ofisi, tunamtangaza Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapofanya vibaya, unamtangaza shetani. Kwa hiyo vizuri ni bora mara 100 ukafanya vizuri ili umtangaze Yesu kwenye nafasi ulionayo. Yesu wako aweze kuinuliwa, aweze kutukuzwa. Kwamba tulipomweka fulani kwenye ofisi hii, jambo la kiungu, jambo la Mungu lilitokea. Muujiza wa Bwana ulitokea. Kuna mambo makubwa yametendeka, tunasema tupate wapi mtu kama huyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima useme tupate wapi mtu kama huyo. Napofanya hivyo, Mungu anakuwa pamoja nasi. Pointi ya tatu. Neema ya Mungu hutupa kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Wanadamu wana mambo mengi. Mwanasaikolojia mmoja akaandika akasema, unaposimama mbele ya watu 100, 15 watakupenda bila kufanya kitu chochote. Yaani unaongea, umesimama, watakupenda. Alafu 15 watakuchukia bila kufanya neno lolote. Yaani hata mimi kwanza nimesimama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu akasema wale 70 waliobaki wanaweza wakakupenda kwa hicho utakachokifanya au wakakuchukia kwa kile utakachokifanya. Kwa hiyo 70 wako hapo katikati wanasubiri uwashawishi waende upande gani. Lakini 15 wale walishakuwa upande wako. 15 wengine walishakuchukia, wanasema saa ngapi utamaliza utoke hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa wanadamu wana mambo mengi. Sasa unahitaji neema ya Mungu ikupe kibali kwa wale wanadamu wanaosimama mbele yako. Amen. Huwezi tu kupendwa, yaani umefungua biashara mahali ukapendwa kienyeji. Inategemea. Sasa sisi Kristo unapokuwa na neema ya Mungu, neema ya Mungu inawaleta wateja hata kama walikuwa hawana mpango wa kuja. Ndio kanuni.
Angalia kitabu hiki cha Kutoka mlango wa 33 mstari wa 17. Anasema hivi, Bwana akamwambia Musa, nitafanya neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema machoni pangu, nami nakujua jina lako. Kwa hiyo Musa alijibiwa kwa sababu alipata kibali mbele za Mungu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo majibu au mafanikio yako yanatokana na wewe kupata kibali mbele za Mungu kwanza. Kishapata kibali mbele za Mungu, Mungu atakupatanisha wewe hata na maadui zako. Ndio kusoma hilo neno. Atakupatanisha wewe na maadui. So ukishapata kibali mbele za Mungu, unapata pia kibali mbele za wanadamu. Kwa hiyo Mungu anaweza akasababisha watu wote wakupende, si kwa sababu wewe ni mzuri, ni kwa sababu wewe una neema ya Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa sababu una neema ya Mungu. Angalia kitabu kile cha Luka mlango wa 2 mstari wa 52. Luka mlango wa 2 mstari wa 52 anasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Naye Yesu akazidi katika kimo na hekima, akimpendeza Mungu na wanadamu. Ukuaji wetu unahitaji kumpendeza Mungu, unahitaji kumpendeza mwanadamu. Lazima uwe na maendeleo yanayompendeza Mungu, maendeleo yanayompendeza mwanadamu. Mithali 3 mstari wa 3 na 4. Mithali 3 mstari wa 3 na 4. Nataka nimalizie hapo. Anasema hivi, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Mstari wa 4. Anasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Hiyo ndio neema ya Mungu inafanya. Inakupa kibali. Tena Mithali ameongeza na akili nzuri. Kumtumikia Mungu inahitaji akili. Kuwatumikia, kuwahudumia wanadamu inahitaji akili. Kwa hiyo akili na kibali ni vitu vinavyokwenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo lazima tumuombe Mungu atupe kibali. Sasa kwa leo, ngoja nikupe namna ya kuishi chini ya neema ya Mungu au kudumu chini ya neema ya Mungu. Nakupa tu kwa kukutajia chache. Namna ya kwanza, lazima ujitahidi kuwa mnyenyekevu. Unapokuwa na neema ya Mungu, uwe mnyenyekevu mara 100 kila siku. Mara 100 kila siku. Kwa sababu ukikosa unyenyekevu, neema ya Mungu inakimbia spidi kubwa zaidi. Lakini ukiwa mnyenyekevu, neema ya Mungu inakukimbilia spidi kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe mnyenyekevu. Usione kwa sababu Mungu amekuinua ukaona watu wote ni wadogo zako. Yaani Mungu amekupa neema ya ajabu sana, alafu ukiangalia kila mtu anamwona kama huyu ni mdogo wangu. Lazima ujitahidi kuwa mnyenyekevu. Kuinuliwa kwako sio garantii ya kuwadharau na kuwakanyaga wengine. Neema ya Mungu isikufanye wakanyage watu wengine. Neema ya Mungu ikufanye uwasaidie watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo 4:6 anasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo ukiwa mnyenyekevu, neema ya Mungu kama ilikuwa 40%, itahama itaenda 60%. Ukiendelea itahama itaenda 100%. Pointi ya pili, kaa ndani ya Yesu Kristo. Ukitaka kutunza neema ya Mungu, kaa ndani ya Yesu Kristo. Una habari kwamba kuna Wakristo ambao hawataki wajulikane kwamba ni Wakristo. Mnakuwa mko kazini, unamsalimia mwenzako Bwana Yesu asifiwe, kama anakuona wewe ni shetani.
unamharibia issue, unamharibia kitu. Ndoka, Bwana asifiwe. Mambo ya kanisani, peleka huko kanisani. Zamani tulikuwa kufundishwa kwenye Kiswahili kuna register za kanisani. Unazijua? Register za kule hotelini. Sawa, ni sahihi. Lakini kwa nini hujaliacha jina lako nyumbani? Maana jina ulilonalo la Kristo. Nakuta mtu anaitwa Kristina. Lakini kwa sababu hataki ajulikane kama ni Mkristo, anajaribu kujiita Asha au Maimuna. Unajua Maimuna? Hajiita Maimuna. Akitoka pale akija kanisani mimi naitwa Kristina. Akitoka nje ya kanisa mimi naitwa Maimuna. Mbona hiyo hatari? Ni sawa na msichana anayejaribu kumdanganya mvulana, anamdanganya jina lake. Unashangaa kwa nini uolewe? Umedanganya jina nyumba. Kwa nini moyo umedanganya? Kaa katika Ukristo. Kaa ndani ya Kristo. Usiseme kwa sababu watu hapa wote wanakunywa na mimi ngoja ninywe ili tufanane duniani. No. Tunza Ukristo wako. Kama hujazaliwa kunywa pombe usinywe. Usiseme nifanye kwa sababu nataka tufanane na jopo langu. Tunza ule Ukristo wako. Mafuta ya Ukristo yanatunzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nitakupa mfano mmoja wa dada mmoja ambaye tuliwahi kuomba pamoja. Nenda kuomba kazi kwenye bar. Unapouza nyama, vyakula. Ambiwa ili uweze kufanya kazi hapa, unakuja na uniform yako, unabadilisha, unavaa uniform zetu. Kaniambia mchungaji nifanyeje? Zile uniform alikuwa anasema hazimpendezi Mungu sana, kwa sababu zinaacha sehemu ya mwili wake kuwa wazi. Nikamwambia waambie msimamo wako. Majibu yatakayotokana na ule msimamo wako yatakwambia tunaombaje ili upate kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Alipowaambia msimamo kwamba sivai, mimi nitakuja na uniform au nitachora uniform ambayo inafunika mwili mzima, akaambiwa una kazi yako. Alipotoka hapo, baadaye akaja kupata kazi kwenye hoteli kubwa ambayo uruhusiwi kubaki bila unavaa smart. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakupa ukiomba mkate, Mungu anakupa nini? Mkate. Anakupa unachofanana. Usiseme ninafanya ili nipate. Kristo wako na uzalisha. Na ni Kristo pekee ndio wako tayari kuzalisha Ukristo wako duniani ili kupata chochote. Ni hatari kubwa sana kuzalisha Ukristo wako ingali unajua kwamba kuna neema ya Mungu yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Yesu. Onyesha kwamba wewe ni wa Yesu kweli. Watu wasikushawishi wakakwambia tuibe. Acha kuwa mjinga. Unafanya kazi kwenye kampuni kubwa, kwenye taasisi kubwa. Umekalia mahela. Acha mjinga, utakufa maskini. Afu kaingia kwenye wizi. Unaingia kwenye mtego ambao kutoka kwako kwenye maisha. Kaa ndani ya Yesu Kristo. Tunza ule Kristo wako. Yohana 15:4. Yohana 15:4 anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi wa Kristo sipokaa ndani yako. Yesu anasema, unataka kuzaa matunda, weka ndani yako. Ishi ndani yako. Iliwahi kukataa ibada ya boma la kwetu. Nataka kufanya ibada ya matambiko. Kakataa kabisa, familia nzima kasema tunamtega. Baada ya muda wanarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanakuambia sasa, ninafanyije ili nibatizwe?
Ni rahisi na mimi mchungaji. Inaita tu maji. Bwana asifiwe sana. Inafanyaje? Ni vizuri ukasimama na msimamo wa Kristo. Sasa. Pointi ya mwisho kwa leo. Soma sana neno la Mungu na uliishi neno la Mungu. Taka kutunza mafuta ya neema ndani yako. Soma sana neno la Mungu na uliishi neno la Mungu. Yoshua 1:8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Neno la Mungu likiwa ndani yako, unastawi, ufanikiwa, naishi vizuri, baraka za Mungu zitakuwa. Wapendwa watu wa Mungu, Musa alielewa kwamba neema ya Mungu ndio inaweza kuwawezesha wao usafiri mpaka wafike Kanaani salama. Na sisi tukielewa siri ya kutunza mafuta ya neema na uwepo wa Mungu juu yetu, maisha yetu ya Kikristo yatakuwa ya baraka na yatakuwa ya mfano wa kuigwa, na tutakuwa barua inayosomeka tukitembea, inayosomeka tukikaa, inayosomeka tukisema, inayosomeka tukifanya kazi zetu. Kila mmoja atunze mafuta ya neema, ndipo uwepo wa Mungu utadumu kwako, na kila siku utazaa matunda, tena utazaa sana. Mungu alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Tumshukuru Baba katika jina la Yesu. Asante kwa neema kubwa uliyoweka juu yetu kama Wakristo. Tunakuomba tusaidie kupitia neema hii tufanye mapenzi yako sasa na hata milele. Amen.